Halo, habari za leo. Karibuni tena Pedo and Roses Stories. Namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, niko salama salimini. Mada ya leo nataka nizungumzie VVU sio mwisho. Ukweli wa kujua status yako unavundoa hofu na unyanyapaa. Watu wengi bado wanaogopa VVU kutokana na ile hali ya zamani au zile zama za miaka ya 80, miaka ya 90 mpaka kuja kwenye 2000. Sasa ile ilikuwa ni zamani, wakati kulikuwa hakuna dawa za VVU. Lakini leo hii ninapozungumza hapa, VVU vinaangamizwa na ARV, yani vinafubazwa na ARV. Leo ninaangamiza hiyo dhama ya zamani. Mimi nataka niipinge hiyo dhama ya zamani ili isiendelee kuwepo sasa hivi. Yaani ya kale ni ya kale. Tugange haya ya sasa hivi yaliyopo sasa hivi. Namba 1, ukipata VVU unakufa haraka. Hiyo ilikuwa ni dhana za kale, kwamba ukipata VVU unakufa haraka. Na dhana hii nataka niseme kwa sasa hivi sio kweli. Kwa sasa hivi sio kweli, ni uongo. Kwamba ukipata VVU unakufa haraka, ni uongo. Labda mtu asiyetaka kwenda kupima kujua status yake. Lakini kama umekwenda hospitali, umepima, ukajua status yako, unapata dawa za ARV na unaanza kutumia dawa kama kawaida, virusi vinafubaa mwilini, unaendelea na shughuli zako kama kawaida. ARV zinakufanya uishi maisha marefu. ARV zinakufanya uishi maisha yenye afya nzuri, njema kama watu wengine wa kawaida wasiokuwa na VVU. ARV zinakufanya uwe na familia. Kama ulikuwa unaogopa kuoa au kuolewa kwa sababu una HIV, basi huo woga ondoa. Nenda hospitali kapime, kaonane na wataalamu wa afya, waambie unataka kuwa na familia. Watajua jinsi ya kukusaidia ili uwe na familia. ARV zinafanya kazi vizuri. Zinafanya kazi vizuri mwilini na virusi vinafubaa. Ukiwa na ARV unaitumia vizuri, unakuwa undetectable. Undetectable means undetectable equals untransmittable. Ina maana huwezi kuambukiza mtu mwingine. Ukiwa na HIV unaruhusiwa kusafiri. Ilikuwa enzi za zamani mtu alikuwa hawezi kusafiri. Wengine kwa mfano walikuwa wakitaka kwenda labda Marekani, wanatanguliza dawa alafu ndipo wao wanaenda. Yaani ilikuwa akienda kule ana dawa za ARV anarudishwa alikotoka. Lakini sasa hivi mtu anasafiri na dawa zake, hakuna pingamizi, hakuna kizuizi tena. Na mtu anayetumia ARV vizuri, nimekwisha sema, anaruhusiwa kufanya kazi, anaweza kufanya kazi kwa sababu ana nguvu kama mtu mwingine, na huwezi kumjua, huwezi kumtambua kama ana maambukizi ya ARV. Pili, VVU huambukizwa kwa damu au kwa njia ya ngono isiyokuwa salama. VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Hiyo pia inaweza ikamwambukiza mtoto. Kama mama ni mjamzito, hajaenda kliniki kupima, lakini kumbe ana maambukizi ya HIV, anaweza akamwambukiza mtoto kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto, aidha akiwa tumboni au wakati wa kujifungua au wakati wa kumnyonyesha. Lakini VVU haviambukizwi kwa njia ya jasho. Kutoka jasho, VVU haviambukizwi kwa njia hiyo. Haviambukizwi kwa njia ya mate. Haviambukizwi kwa njia ya kushikana mikono.
haviambukizwi kwa njia ya kula pamoja. Kwa hiyo mnaweza tukala pamoja, tukashikana mikono, tukapika. Hata nikitoka jasho bado siwezi kukuambukiza VVU. Kukumbatiana, kusalimiana, yani kuhagi, bado huwezi ukapata VVU. 3, watu wote wenye VVU wanaambukiza ni uongo mkubwa. Sio kweli. Watu wote wenye VVU wanaweza kuambukiza watu? Hapana. Jibu ni hapana. Watu wenye VVU hawawezi kuambukiza watu wengine. Kwa sababu gani? Wanatumia dawa za ARV ambazo zimeshavifubaza virusi, havionekani kwenye chembe za damu, havionekani vikiwa hai. Kwa hiyo hauwezi kuambukiza mtu. Ndo maana U equals U, undetectable equals untransmissible. Huwezi kumwambukiza mtu. Hiyo ni sayansi imedhibitisha, sio mimi ninayeishi na VVU. Hapana. Sayansi imezungumza kwamba ukimeza dawa zako za ARV vizuri, unakuwa undetectable. Na virus hawezi kuambukiza. Halafu elimu inavunja aibu. Yaani kumwelimisha mtu kuhusu ARV au kuhusu jinsi ya kuishi na VVU kunavunja aibu, kunaondoa aibu. Kwa hiyo share video hii kwa mtu mmoja ambaye unamfahamu, awe anaishi na VVU au haishi na VVU. Wewe share video hii kwa mtu mmoja tu unayemfahamu, ili tuondoe hofu katika jamii na tuondoe unyanyapaa. Mimi sio daktari au mtaalamu wa afya. Kwa vipimo na matibabu unaenda kliniki za Sexual Health au hospitali. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Msisahau kulike video hii, kushare, kucomment na kusubscribe kwenye hii channel. Asanteni sana.